Rasilimali hii tunayoiona hapa, ikiwa itatengemaa, ikiwa itakuwa sawa na Uislamu utakuwa sawa. Rasilimali hii ikiharibika, Uislamu utaharibika na nchi itaharibika. Nifungue maneno yangu na yule mmoja kati ya madaktari wakubwa waliokuwa katika nchi ya Misri, aliyekuwa anaitwa Hassan al-Banna. Yeye ana maneno yake, anasema mushkilatun kulli ummatin fi shababiha fa in salahu salahatil umma. Matatizo katika jamii ya aina yoyote yanatokana na wale vijana wake. Wale vijana wakiwa sawasawa, basi jamii nzima imekaa sawa, na wale vijana wakiharibika, na jamii nzima imeharibika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا وإياكم من النار. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rahma kipenzi chetu na kipenzi cha Allah Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nipende kutambua wazee wangu, mashekhe zetu mliohudhuria katika hadhara hii, lakini kipekee nimtaje mwalimu wangu, shekhe wangu, Sheikh Ali Mnyamike, Mwenyezi Mungu amhifadhi na mlipe kila la kheri, ambaye yeye mara nyingi wanapenda kumtaja kwa sababu ni mwalimu wangu aliyenifundisha wakati tupo Kione Muslim pale Manzese Tip Top. Wakati fulani mjini hapa, kuna baadhi ya watu wanadhani wengine wamechipukia kama mchicha tu. Mwingine anahoji kwamba jamaa kasoma wapi yule, katoka wapi? Sio kila mtu mjue kasoma wapi wala katoka wapi. Kuna watu wamewasomesha watu na hawajulikani katika mji huu, na wapo. Lakini katika mji huu una fitna, akiibuka mtu sharti ajulikane mwalimu wake. Kuna watu wapo lakini hawapendi kujulikana, na masomo ni yale yale ambayo watu wengine wamesoma, ndio tuliosoma sisi. Ikiwa ni fiqh tumesoma mabadiul fiqhiyya, tumesoma. Ikiwa ni Fathul Qaribi tumesoma. Ikiwa Minhajut Talibin tumesoma. Ikiwa ni Fathul Mu'in tumesoma kwa walimu wetu hawa. Ikiwa ni nahau tumesoma, nahul wadhi tumesoma. Ikiwa ni qatrun nada tumesoma. Ikiwa ni sarfa vile vile tumesoma kwa walimu zetu, isipokuwa tu walimu zetu hawapendi wao kujitokeza kama wamefanya kazi ya kusomesha watu. Hakuna mtu ambaye anazuka kama mchicha tu, hapana. Hakuna mtu aliyezuka hivyo, na wala hakuna mtu aliyegewa elimu kama alivyokuwa anagewa Mtume. Lazima kuna mahala mtu amesoma ile elimu yake. Sasa wakati fulani mjini kunakuwa na fitna, kasoma wapi yule? Hapana, kuna mashekhe zetu wapo lakini hawapendi kujulikanwa. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala amhifadhi mwalimu wangu Sheikh Ali Mnyamike. Ndugu zangu, nimepewa kazi ya kusema, lakini nilichoambiwa niseme na vijana. Nadhani wenye hadhara yao wameona kampeni ambayo
takriban kama wiki 3 mwezi mmoja nyuma nimekuwa nikitembea nayo juu ya kuzungumza na vijana na kuwa brainwash vijana wa Kiislamu katika nchi yetu ya Tanzania. Katika moja ya rasilimali muhimu ambayo tunaitegemea katika Uislamu wetu na nchi yetu ni vijana. Rasilimali hii tunayoiona hapa, ikiwa itatengemaa, ikiwa itakuwa sawa, na Uislamu utakuwa sawa. Rasilimali hii ikiharibika, Uislamu utaharibika na nchi itaharibika. Nifungue maneno yangu na yule mmoja kati ya madaktari wakubwa waliokuwa katika nchi ya Misri, aliyekuwa anaitwa Hassan al-Banna. Yeye ana maneno yake, anasema mushkilatun kulli ummatin fi shababiha fa in salahu salahatil umma. Matatizo katika jamii ya aina yoyote yanatokana na wale vijana wake. Wale vijana wakiwa sawasawa, basi jamii nzima imekaa sawa, na wale vijana wakiharibika, na jamii nzima imeharibika. Taifa ili liwe sawasawa linahitaji vijana waliokuwa sawasawa. Ndio maana akasema mushkilatun kulli ummatin fi shababiha. Hii kullu kullia, maana yake ni kwamba kila nchi, kila jamii unayoiona imeharibika, asili yake inatokana na vijana. Wazee kama hawa waliokaa katika viti haiwezi kuwa sababu ya mitaa yetu kuharibika, kwa sababu tayari ya kwao yashaisha. Haiwezi kuwa sababu ya nchi kuharibika, kwa sababu umri wao umekwenda. Ukiona nchi inaharibika, ukiona jamii inaharibika, ni kutokana na wale vijana wake. Ndugu zangu, yuko mwana wa chuoni mmoja anaitwa Abul Ula, ana maneno yake aliwahi kusema, thalathatun laisa laha iyabun, mambo matatu yakiondoka kwa mwanadamu hayawezi kurudi. La kwanza akasema ni alwaqtu, wakati kwa mwanadamu ukiondoka hauwezi kurudi. Jambo la pili akasema ni aljamalu, uzuri kwa mwanadamu ukiondoka hauwezi kurudi. Na jambo la tatu akasema washababu, na ujana ukiondoka kwenye maisha yako hauwezi kurudi. Kama kuna rasilimali muhimu unayomiliki kwenye maisha yako, ni rasilimali inayoitwa ujana, ambayo inatakiwa ionekane athari yake katika Uislamu. Athari ya ujana ionekane katika jamii ya Watanzania, katika mitaa tunayoishi. Vijana wenzangu wa Kiislamu, ni wakumbushe, wakati wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kulikuwa na vijana kama sisi tunavyojiona hapa. Mmoja ya vijana hao akiwemo mama Aisha radhiyallahu anha wa arda, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimuacha mama Aisha akiwa na miaka 18. Mtume anafariki, mama Aisha alikuwa na miaka 18. Lakini wakati Mtume anaondoka duniani, anamuacha mama Aisha duniani, mama Aisha alikuwa amehifadhi hadithi 2223 zikiwa kwenye kichwa chake, akiwa ni binti mdogo wa miaka 18. Wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, kulikuwa na sahaba alikuwa akiitwa Abdullah bin Umar, ambaye alikuwa ni mtoto wa khalifa wa pili katika Uislamu, Sayyiduna Umar ibn al-Khattab. Alimuacha akiwa na miaka 12. Mtume anafariki, Abdullah bin Umar ana miaka 12, lakini kwenye kichwa chake alikuwa amehifadhi hadithi takriban 1926 kwenye kichwa chake. Unaweza ukaona hawa ni vijana wadogo wakati wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini mchango wao katika elimu ni mkubwa ambao mfano wake hakuna. Ukisoma katika historia,
Wakati wa Mtume kulikuwa na sahaba alikuwa akiitwa Anas bin Malik. Wakati Mtume anaondoka duniani alimuacha akiwa na miaka 18, akiwa amehifadhi hadithi 1900 kwenye kichwa chake. Swali langu ninalowauliza vijana wenzangu wa Kiislamu, nyinyi mmehifadhi nini katika Uislamu huu? Ukisoma katika historia, kuna mwanawachuoni anaitwa al-Imamu Nawawi Abu Zakaria. Sheikh Ali Mnyamike ametufundisha kitabu kinaitwa Riyadhus Salihin, au kitabu kidogo tunasoma Ibtidaiya 40 Nawawiya. Ni kitabu kilichoandikwa na al-Imamu Nawawi Abu Zakaria. Kwenye historia inaonyesha ameandika vitabu 17, ukianza kuvihesabu ni vingi sana, lakini amekufa akiwa na miaka 40. Tafsiri yake ni kwamba ujana wake wote aliutumia kwenye kuandika vitabu. Wewe kama kijana wa Kiislamu umeandika nini katika Uislamu? Ukirudi nyuma kwenye historia, wakati Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatoka Makka anahamia katika mji wa Madina, kulikuwa na sahaba aliyeitwa As'ad ibn Zurara. Alimpokea Mtume akiwa na miaka 16, na yeye ndiye aliyefanya kazi ya kuwaingiza Waislamu 400. Wakati Mtume anatoka Makka anahamia Madina, kulikuwa na Waislamu 400. Miongoni mwa watu waliofanya kazi kubwa ya kuwaingiza watu katika Uislamu alikuwa ni As'ad ibn Zurara akiwa na miaka 16. Wewe katika Uislamu umemuingiza nani katika Uislamu? Tukiwa ni vijana, ni lazima kila mmoja atafakari ujana wake una athari gani katika Uislamu wake. Kuna mchango gani umeutoa katika Uislamu, ili watu wakikaa waseme kijana huyu kuna athari fulani ameileta kwenye jamii. Mtu mmoja anaitwa al-Imamu Ibn Khaldun aliwahi kusema, ashababu quwwatul umma, vijana ndiyo nguvu ya jamii yoyote ile. Vijana wa Kiislamu, vijana wa Magomeni, Manzese, Tandale, wengi wetu tunajuana. Kazi yetu kukaa vijiweni kubeti. Sasa hivi kuna kamari ya kucheza avieta. Kuna wengine tunavyozungumza hapa mna mikeka mfukoni. Kuna wengine mna application kwenye simu. Magomeni, Tandale, Manzese. Mimi hapa ni CDA, mtoto wa nyumbani. Nimesoma Tandale, nimemaliza elimu yangu Tandale. Makuzi yangu ndiyo humu, kucheza mpira, kutembea ndiyo humu. Kwa hiyo uniambii kitu. Najua michezo, najua mwenendo wa vijana wa Magomeni na vijana wa Manzese, vijana wa Tandale. Athari yako ni nini katika jamii ya Waislamu? Jamii yako kubeti, jamii yako kukaba watu, jamii yako kukaa kijiweni majungu na fitina, kazi hutaki kufanya. Ni ipi athari yako katika Uislamu? Nimalize nikae chini. Ukisoma katika historia, kuna vijana wengi walipita katika taifa hili, lakini mmoja ya vijana waliopita kwenye taifa hili, waziri wa ardhi wa kwanza kwenye taifa hili, alikuwa akiitwa Tewa Saidi Tewa. Alikuwa ni kijana wa Kiislamu ambaye alikuwa akiishi Kariakoo. Mchango wake ulikuwa mkubwa katika Uislamu, mchango wake ulikuwa mkubwa katika nchi. Alikuwa ni kijana wa Kiislamu, waziri wa kwanza mdogo akiwa na miaka 27. Wewe kama kijana wa Kiislamu umeleta mchango gani kwenye taifa hili? Mtu mmoja aliwahi kusema, in the end it's not your years counts. Mwisho wa siku hatuji kutazama umri wako ulioishi, hatazami umeishi miaka 70 au 80. Tunakuja kutazama athari yako ulioiacha katika jamii na katika Uislamu wako. Umeleta mchango gani kama kijana wa Kiislamu? Vijana wenzangu wa Kiislamu, tufanyeni kazi, tupambaneni. Nchi inatuhitaji, Uislamu unatuhitaji, mitaa yetu inatudai. Familia tulipotokea, kila mmoja anajua pangu pakavu tia mchuzi. Ni lazima tuhakikishe tunafanya kazi kwa bidii, tunapambana ile athari yetu ya ujana iweze kuonekana. Mwenyezi Mungu anawatolea mfano
vijana waliokuwa wanaitwa ashabul kahfi, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda, walikuwa ni vijana waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kuwa na imani Mwenyezi Mungu akawapa uongofu. Wa ila huna atawaqaf, wa billahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sheikh Shabani Pembe, imam wa Masjidi Mtambani, ambaye anafungua maneno na anataja walimu zake mbele ya hadhara za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii yote ni katika taratibu iliyokuwa nzuri. Watu walimu zetu tuwasemeni, wengine hawataki kusemwa, lakini hali inavyokwenda lazima walimu zetu tuwaseme, ili mradi waone raha na watoe vingine na kuzidi kuombea dua hawa ambao wanasimama wametoka kwenye mikono yao.